Kwa majina ni Bwana Andrew Andwele Mwakisole, ni mchambuzi wa Radio 360 News. Napenda kuzungumzia swala la engineer au rais wa Yanga alipozungumzia swala la ubovu wa miundombinu ndani ya Dar es Salaam Yanga Africa, kwamba Yanga ina miundombinu mibovu sana. Anapozungumzia miundombinu mibovu inamaanisha kwamba haina vitu baadhi, yani kuna baadhi ya vitu havijakamilika ndani ya uongozi wa Yanga, na vitu hivyo ndio vinaposababisha aseme kwamba uongozi ni mbovu. Na vitu hivyo nikiwa ni vya msingi sana, ikiwemo uwanja bora wa kisasa Dar es Salaam Yanga Africa hawana. Kwa maana hiyo kama timu inahitaji uwanja mzuri, bora na wa kisasa kwa timu kubwa yenye revo kama Yanga. Inakosaje uwanja? Kwa maana hiyo inahitaji uwanja bora, mzuri na wa kisasa. Swala lingine, inahitaji akademi nzuri ambayo itakuwa inalea watoto ambao watakulia hapo kituoni kwa ajili ya ukuaji wa kiafya, ukuaji wa akili na ukuaji wa michezo. Maana inahitaji akademi nzuri ambayo itakuwa inalea vijana hapo kituoni. Pia la tatu, inahitaji uboreshaji wa rasilimali watu, kwa maana inahitaji viongozi wengine wawajibike kama vile madaktari kwa ajili ya watoto. Pia itahitaji wamama kwa ajili ya kuwajibika kuwalea hao watoto. Kwa maana pia inahitaji rasilimali watu kama hao na wengine ambao watakuwa wanahitaji huduma kwa ajili ya kuhudumia hao watu ambao watafika hapo kituoni ili kuwahudumia watoto. Pia Dar es Salaam Yanga Africa inahitaji basi kwa ajili ya wamama, yani soka kwa ajili ya wanawake, yani mama zetu na dada zetu pia wawe na usafiri wao, wawe na timu yao ambayo inaweza kujitosheleza kwa kila kitu. Kwa maana hiyo, kwa hivyo miundombinu hiyo ambayo inahitajika ndani ya Yanga ndio ambayo amezungumzia engineer Elsi, kwamba Yanga mbovu katika miundombinu. Sawa, lakini sio kwa miundombinu ambao amefikiria kwamba Yanga haijitoshelezi. Inajitosheleza na inaweza kujimudu na kujikimu, ila isipokuwa inahitaji rasilimali watu. Inahitaji maengineer zaidi kwa ajili ya ukarabati wa viwanja na sehemu ambazo zitahitajika. Inahitaji masurveyor ambao watatafuta eneo zuri kwa ajili ya kutengeneza huo uwanja. Itahitaji mafundi wengi. Itahitaji pia mabosi au wawekezaji ambao waje kutia hela kwa ajili ya utengenezaji wa hiko kiwanja, utengenezaji wa ajili ya hiyo akademi, utengenezaji wa hivyo vitu ambavyo vitahitajika. Pia itahitaji mawakala, itahitaji hawa watu ambao watakuwa na dili na kutafuta vipi, wanaita watafiti kwa ajili ya kutafuta vipaji especially vya kina dada. Najua wengi wanatafuta vipaji kwa ajili ya wanaume ndo tumewajua, lakini ambao watatafuta vipaji kwa ajili ya kina dada au mama zetu ambao wapo mitaani wana vipaji na wanashindwa anzie wapi, pia wanahitajika ndani hapo. Sio Yanga tu, hata vilabu vingine vyote ambavyo havina hiyo miundombinu vinastahili vifanye. Kwa maana hiyo engineer Elsi kaliona hilo na anaamini kwamba litafanyika na inawezekana kufanyika endapo Yanga itakuwa na mshikamano, amani na umoja katika uongozi wao, na mengine yote ndio yanawezekana. Kwa maana timu ni timu. Ili iwe timu lazima ina uongozi bora, lazima ina wachezaji wazuri, lazima ina miundombinu ya kutosha, lazima ina wawekezaji wa kutosha, lazima ina mabalozi wa kutosha, lazima ina kila kitu, akademi nzuri, huduma nzuri, all in all, kwamba engineer ameliona na kila kitu kitakuwa kizuri ndani ya Dar es Salaam Yanga Africa. Asanteni.